Mataifa mbalimbali barani Afrika yalikuwa na uchaguzi mwaka huu katika nyakati tofauti. Kuna wale waliokuwa na mchakato wa uchaguzi mkuu na nchi zingine zikawa na aidha wa urais au wabunge pekee. Mwezi Januari, visiwa vya Komoro vilikuwa na uchaguzi wa wabunge. Katika uchaguzi wa wabunge, chama cha Rais Azali Assoumani cha CRC kilipata ushindi wa viti 28 kati ya 33 vilivyokuwa vinagombewa. Taifa la Burundi likafanya uchaguzi wake wa wabunge mwezi Juni. Chama tawala cha Rais Evariste Ndayishimiye cha CNDD-FDD kikapata ushindi wa kishindo, yaani walishinda viti vyote vya bunge ikiwa ni zaidi ya 100. Mwezi Agosti, Gabon ambayo ilikuwa na uongozi wa kijeshi tangu mwaka 2023 ilifanya uchaguzi mkuu ili kutoa fursa kwa demokrasia na utawala wa kiraia. Alikuwa rais wa mpito Brice Oligui Nguema alishinda kwa asilimia 90 akianza muhula wake wa miaka 7, huku mpinzani wake Alain Claude Billy Banzier akipata asilimia 3. Septemba ikawa zamu ya Malawi ambapo kulikuwa na ushindani mkali kati ya aliyekuwa rais Peter Mutharika na rais aliyekuwepo madarakani Lazarus Makathi Chakwera. Mutharika alimshinda Chakwera kwa kupata karibu ya asilimia 57 ya kura. Alikula kiapo tarehe 4 Oktoba akiwa na umri wa miaka 85, ikiwa ni rais wa kwanza mwenye umri mkubwa kuchukua wadhifa wa uongozi katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Mwezi wa Oktoba ulikuwa na shughuli nyingi. Kwanza, mwanzo wa mwezi ambapo rais wa Cameroon Paul Biya mwenye umri wa miaka 92 ambaye amekuwepo madarakani tangu mwaka 1982 aligombea kwa muhula wake wa 8. Kulingana na matokeo rasmi, Biya alishinda kwa asilimia 54, huku mpinzani wake wa karibu Issa Chiroma Bakari akipata asilimia 35. Kisha ikawa zamu ya Cote d'Ivoire ambapo kiongozi wa nchi hiyo Alassane Ouattara alishinda muhula wake wa 4 kwa asilimia 91 ya kura. Mpinzani wa karibu ambaye alikuwa mgombea huru Jean-Louis Bilo alipata asilimia 3 ya kura zilizopigwa. Baadhi ya wapinzani wakuu akiwemo rais wa zamani Laurent Gbagbo hawakujumuishwa kwenye orodha ya mwisho ya wagombea urais. Tanzania ilifanya uchaguzi wake mkuu Oktoba 29 na ndio siku ambayo vurugu zilizuka na kuendelea kwa siku kadhaa baada ya uchaguzi huo, huku chama kikuu cha upinzani Chadema kikisusia uchaguzi kwa madai ya kutaka mabadiliko kabla ya uchaguzi, huku chama chingine cha upinzani ACT Wazalendo mgombea wake wa rais akizuiwa kupeperusha bendera ya chama kwenye uchaguzi huo. Novemba tarehe 1, tume ya uchaguzi ikamtangaza rasmi Rais Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi wa uchaguzi wa urais akiwa na asilimia 97.6 ya kura. Chama tawala cha Mapinduzi pia kilishinda takriban viti vyote vya bunge la Tanzania.